Mambo gani ambayo umekutana nayo kwenye maisha ya kwako? Lakini jambo moja tu ninalotaka nikuambie, kuna mema ya Mungu yanayokutafuta. Kuna mema ya Mungu yanayokutafuta. Umepata msiba, ni kweli. Umepata hasara, ni kweli. Umepoteza mitaji, ni kweli. Umepata misiba ukapoteza watu uliowapenda na watu uliowategemea, kwa hakika. Na pengine umeugua. Na kuna wengine hata ninapozungumza sasa una kesi mahakamani. Lakini wengine mnaoisikia sauti hii wako magereza kwa sasa. Lakini jambo moja tu nataka nikuambie, juu ya visirani vyote vya mwaka mzima wa 2025 kuna mema ya Mungu yanayokutafuta. Kuna mema ya Mungu, mema ya Mungu. Na mtumishi wa Bwana Daudi akauliza akasema, je, amesalia mtu katika nyumba ya Sauli nimtendee mema ya Mungu? Katika kitabu hicho cha Samueli wa pili mlango wa 9 mstari wa kwanza. Samueli wa pili 9:1. Mema ya Mungu yanapomtafuta mtu, hayaji kwa lugha wala kwa sura unayoweza kuipenda, lakini kile ninachokijua, kuna mema ya Mungu yanayokutafuta. Hebu mwambie jirani yako, mchungaji anakuambia kuna mema ya Mungu yanayokutafuta. Na wakati mwingine akikutafuta, ili mradi anakutafuta, mauti hayatazuia mema ya Mungu kukufikia. Yaani hakuna mauti yoyote inayoweza kuzuia mema ya Mungu kukufikia. Walikufa wanaume wote wa mbegu katika mji wa Naomi na Rutu, wakabakia wanawake wajane. Lakini wale walipokufa, si kwamba wamekufa kwa hasara ya wale walio hai. Nachokijua ni kwamba Mungu alikuwa anatafuta tumbo la uzazi wa Rutu ili apitishe wafalme. Kwa hiyo msiba uliokuwepo katika nyumba ya wanaume wote wakafa, hapo ndipo Mungu alipoamuru yule mama akazaa wafalme, kwa maana kulikuwa kuna mema ya Mungu yanayokutafuta. Sijui kama kuna watu wangapi ambao wananielewa hapa. Wapo watu waliopata hasara katika mwaka huu. Je, umepata hasara? Umepoteza? Umeibiwa? Ndivyo alivyoibiwa Daudi, ndivyo alivyoibiwa Sauli. Biblia inasema punda wa Kishi baba yake Sauli wakapotea. Na Sauli akaenda kutafuta punda. Alipoenda kutafuta punda kule kwenye hasara na kupoteza na kuibiwa na family crisis na financial crisis, walipoenda kwenye huo msukosuko wa familia, Biblia inasema Sauli akakutana na Samueli, nabii na kuhani. Naam, Samueli akamwambia Sauli ya kwamba usiogope kwa ajili ya wale punda, wamekwisha kupatikana. Lakini kilichokuleta kwenye hili pori na katika milima hii ya Shalisha si kwa sababu ya punda. Kuna mema yaliyoandaliwa kwa taifa la Israeli, na anayestahili kupokea hayo mema ya kuwa mfalme wa kwanza wa taifa la Israeli ni wewe. Anasema na yale mema yaliyokusudiwa umeandaliwa wewe. Wako wapi watu wanaonielewa sawa sawa? Nataka nikuambie, kuna hasara unaweza ukapata, kuna msiba unaweza ukapata, kuna mapito unaweza ukapata, lakini katika mapito hayo ni mema ya Mungu yanakutafuta. Washindi wachache wangesema amina, haleluya. Mwaka wa kwanza wa ndoa ya Sara tasa, mwaka wa pili wa ndoa ya Sara tasa, mpaka alipofika miaka 90. Hata malaika alipokuja akamwambia Sara unazaa, akacheka, lakini ndani yake yule tasa ambaye biolojia na sayansi ya uzazi ilikuwa imekoma, mema ya Mungu yalikuwa yanamtafuta. Akazaa mtoto wa kiume anaitwa Isaka. Isaka akazaa watoto wawili, Yakobo pamoja na Esau. Hawa wakazaa taifa la Jordan na taifa la Israeli ambalo lipo juu ya uso wa dunia. Mema ya Mungu yanakutafuta hata kama ukoje. Mimi sijui ninaongea na watu wangapi hapa ambao mwaka huu kwao umekuwa ni mwaka wa ajabu, ni mwaka wa majonzi, ni mwaka wa uchungu, ni mwaka wa msiba. Lakini nataka nikuambie kwa neno la Bwana kutoka madhabahu hii,
mema ya Mungu yanakutafuta na yatakukuta, yatakupata. Katika kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, mema ya Mungu yaliwatafuta watu. Yalimtafuta Yusufu yakampata gerezani, akawa waziri mkuu wa nchi. Yalimtafuta Yusufu alipokataliwa na ndugu zake. Yalimtafuta Danieli kwenye tundu la simba, akapatikana. Yalitafuta vijana watatu waliotupwa kwenye tanuru ya moto, huyo Shadrach, Meshach na Abednego, tanuru ya moto wa gesi wa kuyeyusha chuma, lakini mema ya Mungu yaliwapata ndani ya huo moto. Na mimi nataka nikwambie, ni mchungaji, ni mtheolojia, ni mwana falsafa, sikuwahi kuona mema ya Mungu yakimtafuta mtu yakamkosa. Na kwa kuwa hayakuwahi kumkosa mtu, na wewe hayatakukosa kwa jina la Yesu Kristo. Wako wapi watu wachache wanaosema amina? Wako wapi wanaosema amina hapa? Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Nataka nikwambie kuna mema ya Mungu yanakutafuta. Mwaka wa 2025 uwe ulivyokuwa, lakini namaliza asubuhi ya leo, kuna mema ya Mungu yanakutafuta na yatakupata. Yataipata nyumba yenu, yatapata uzao wako, yatapata keria yako, yatapata taaluma yako, yatakupata kwenye kipawa wako. Hapo watu ambao wanasema kuna mema ya Mungu yananitafuta. Ngakuwi ya kichaka kuore mecha warua waikupfula. Yani kuna mema ya Mungu yanayokutafuta. Haijalishi ni kwa namna gani. Unasema hivi, kwa nini nimepitia haya? Kuna mema ya Mungu yanayokutafuta. Mungu anajua sababu, na ameapa kwa kinywa cha nabii Yeremia, akasema ninayajua mawazo ninayokuwazia, ya kwamba ni mawazo ya amani wala sio mawazo ya mabaya, kuwapa mema na matumaini katika siku zenu za mwisho. Kuna mema na matumaini yanayokutafuta katika siku zako za mwisho. Mpigie Jehova na vigelegele vya shangwe, haleluya. Maana umejiuliza, sadaka nimetoa, ibada nimefanya, nimeishi maisha ya utakatifu, nimeutafuta uso wa Mungu, kwa nini haya yamenipata? Kuoremecha warua waikupula. Kuna mema ya Mungu yanakutafuta. Hebu mwambie jirani yako, nimeshtukia asubuhi ya leo. Mwambie tena, nimejishtukia asubuhi ya leo. Kuna mema ya Mungu yanayonitafuta, na kwa hakika yatanipata kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Na mimi nitabaki kwenye hii madhabahu, ninakutamkia kwa neno la Bwana, hayo mema yatakupata, na mimi nitakuwa mmoja wa wale watakaoshuhudia. Na utaniambia, mchungaji, ulisema siku moja asubuhi kuna mema ya Bwana yanayonitafuta. Haijalishi umeachwa, haijalishi umechelewa kuolewa, haijalishi majeraha ulionayo, kuna mema ya Mungu yanayokutafuta na yatakupata. Kama yalimpata Sauli, yatakupata na wewe. Kama yalimpata Mefibosheti, yatakupata na wewe. Kama yalimpata Rutu akazaa wafalme, yatakupata na wewe. Kama yalimpata Yusufu akawa waziri mkuu wa nchi, yatakupata na wewe. Kama yalimpata Mordekai kutoka fitina ya Hamani ya mauti na waraka wa mauti, wema na mema ya Mungu kama yalimpata, hata kama kuna watu wamekufitini kazini, hayo mema yatakupata kwa jina la Yesu Kristo. Hata kama kuna fitina imetengenezwa ya kisawasawa, hayatazuia. Hakuna fitina ya mwanadamu inayozuia mema ya Mungu kumfikia mtu. Oh my God, ile fitina ya Mordekai aliyopigiwa Mordekai, fitina ya Hamani na waraka wa mauti wenye muhuri wa pete ya mfalme, ikiwa ulibatilishwa, hiyo fitina ya mbea mmoja hapo, oh my God, hapo kwenye taasisi yenu, yule mbea ambaye ana namba zinazoeleweka, nataka nikwambie, Mungu ataamuru hayo mema ya kufikia kwa jina la Yesu Kristo.